Naam, habari gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Leo tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2025. Moja kati ya taarifa ambazo zimetufikia muda si punde ni kuhusu taarifa za uteuzi na utenguzi wa viongozi uliofanywa siku ya tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2025. Uteuzi huo na utenguzi uliofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nje na yote, taarifa ambazo zimeshika headlines kuhusu uteuzi huu ni kuhusu topic ya Mheshimiwa Paul Makonda ambaye alikuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Ni moja kati ya viongozi ambao wameguswa na utenguzi uliofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nje na teuzi zote ambazo zimefanywa na Mheshimiwa Rais, lakini pia utenguzi wake umefanyika bila kuwekwa sehemu nyingine yote ile. Lakini pia kabla sijaendelea kukusomea utenguzi huu na uteuzi huu, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Mega Media Tanzania, your perfect choice, chaguo lako lililo sahihi, na mimi ni Balama TZ, Balama Tanzania. Nasoma ujumbe kama ambavyo umeandikwa na nukuu: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais, Ikulu, Dar es Salaam, tarehe 23 Juni 2025. Taarifa kwa vyombo vya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uhamisho na mabadiliko ya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Daktari Moses Kasiluka, viongozi waliohamishwa na walioteuliwa ni kama hivi ifuatavyo: Uhamisho wa wakuu wa mikoa. Mheshimiwa Kenan Laban Kihongosi amehamishwa kutoka mkoa wa Simiyu kwenda mkoa wa Arusha, na Mheshimiwa Anamring Macha amehamishwa kutoka mkoa wa Shinyanga kwenda mkoa wa Simiyu. Lakini pia uteuzi wa wakuu wa wilaya. Balozi Simon Nyakoro Siro ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Lakini pia Mheshimiwa Kerry Damek James ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Mheshimiwa Mboni Mohamed Mhita ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Mheshimiwa Beno Maris Malisa ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, na Mheshimiwa Jabir Omar Makame ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Lakini si uteuzi wa katibu mkuu. Namba 1 ni B Agnes Mena ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Hamisho ya mwenyekiti mkatibu tawala wa mkoa Bwana Rashid Kasimu Mchata amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda mkoa tawala wa mkoa wa Tanga, na Bipil Hassan Mnyema amehamishwa kutoka mkoa wa Tanga kwenda katika mkoa wa Pwani kuwa katibu tawala wa mkoa huo wa Pwani. Lakini hii ni uteuzi wa makatibu tawala wa mikoa. Bwana Abdul Rajab Mhinite ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini namba 2, Frank Hawasi ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Songwe. Uhamisho wa naibu katibu mkuu. Namba 1, Daktari Hussein Mohamed Omar amehamishwa kutoka Wizara ya Kilimo kwenda kuwa naibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Lakini pia uteuzi wa naibu katibu wakuu. Namba 1, Profesa Peter Lawrence Makenga Msofe ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia masuala ya mazingira. Na 2, Mhandisi Athman Juma Kilundumnya ameteuliwa kuwa naibu mkuu Wizara ya Kilimo anayeshughulikia masuala ya maendeleo ya mazao na usalama wa chakula. Lakini pia huu ni uhamisho wa wakuu wa wilaya. Mheshimiwa Solomon Jonas Itunda amehamishwa kutoka wilaya ya Songwe kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Mbeya. Lakini pia namba 2, Mheshimiwa Jafari Kubecha Mgamba amehamishwa kutoka wilaya ya Handeni kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Gairo, na Mheshimiwa Amir Mohamed Mkalipa amehamishwa kutoka wilaya ya Armelu kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Ilemela. Lakini pia ni uteuzi wa wakuu wa wilaya. Bwana Elston
Mwakachube ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kilolo. Bwana Ayub Yasin Sebabile ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Muhenza. Tekla Mkuchika ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Butiama. Namba 4 ni Bi Angeline Marco Lubela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Singereti. Bwana Maulid Hassan Doto ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mvomero. Namba 6 ni Bi Rukia Ali Zubel ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mwanga. Namba 7 ni Bi Mwinyi Ahmed Mwinyi ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Arumelu. Namba 8 ni Bwana Jubilee Win Razalo ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Magu. Namba 9 ni Bi Makaya Tumaini Dalmia ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Namba 10 ni Bwana Thomas Mandre Miinga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Sikonge. Namba 11 ni Bi Gloria Julius Kimath ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli. Namba 12 ni Bi Upendo Bet Wela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tabora. Namba 13 ni Dennis Gervas Masanja ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tunduru. Namba 14 ni Fadhili Emmanuel Nkuru ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe. Namba 15 ni Bwana Benjamin Samuel Sita ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Iringa. Lakini pia namba 16 ni Bwana Salum Nyamwese ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Handeni. Na namba 17 ni Bwana Frank John Mkinda ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kahama. Uteuzi J ni uteuzi wa makatibu tawala wa wilaya. Namba 1 ni Bi Mwanamwaya Kombo ameteuliwa kuwa katibu mkuu tawala wa wilaya ya Mkinga. Namba 2 ni Bwana Kasim Salum Kindomara ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Biharamulo. Namba 3 ni Bwana Tobias Abwaru ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Babati. Namba 4 ni Bwana Asetas Munena Egaruk ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Meatu. Namba 5 ni Bi Nyakaji Etanga Mashauri ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Kilolo. Namba 6 ni Bwana Mustafa Ayub Kimomwe ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Rufiji. Namba 7 ni Bwana Melama Masiko ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Serengeti. Namba 8 ni Bwana Mpambalika Mfaume Mpambalika ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mwanga. Namba 9 ni Bwana Richard Jackson Mwalingo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mtwara. Namba 10 ni Bwana Zuber Saidi Zuber ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Magu. Namba 11 ni Bi Angel Henry Mono ameteuliwa kuwa katibu wa wilaya ya Tanga. Namba 12 ni Bi Mwandulwa Miraji Gembe ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Same. Namba 13 ni Bi Sabina Stalin Mwajeka ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Momba. Namba 14 ni Sostenes Chakupanyuka ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Kaliua. Na namba 15 ni Bwana Adelstino Gwelino Mwalinge ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mbongwe. Namba K ni uhamisho wa wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Namba 1 ni Bwana Justice Lawrence Kijaz amehamishwa kutoka halmashauri ya manispaa ya Iringa kwenda kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya jiji ya Mbeya. Namba 2 ni Bi Zaina Mfaume Mlawa amehamishwa kutoka halmashauri ya Bahi kwenda kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Iringa. Lakini pia namba L sehemu L ni uteuzi wa wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Namba 1 ni Bwana Raymond Mweli ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Barari. Namba 2 ni Adeline Enoch Mfikwa ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe. Namba 3 ni Bwana Idi Alindabona ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji Bariadi. Namba 4 ni Bwana Hamis Hamidu Idi ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Busega. Namba 5 Bwana Mwarami Saif ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Nzega. Namba 6 ni Naweho
Mikisi ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Meatu. Namba 7 ni Bi Zainab Salum Mgomi ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji Nyanda. Namba 7 ni Bi Zainab Salum Mgomi ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji ya Nanyamba. Namba 8 ni Daktari John Marco Pina ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Namba 9 ni Bi Albina William Mtumbuka ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bahi. Namba 10 ni Bwana Paulo Francis Tefeti ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero. Namba 11 ni Bwana Shabani Kabelwa ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kaliua. Na namba 12 ni Bwana Vincent Augustino Mbua ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ukerewe. Na uteuzi M ni uteuzi wa mkuu wa taasisi, ambapo kuna teuzi moja ya mhandisi Machibia Masanja ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli la Tanzania yani TRC. Uapisho wa wakuu wa mikoa, katibu mkuu, makatibu tawala na mkoa na naibu makatibu wakuu wateule utakaofanyika tarehe itakayopangwa baadaye. Kuna sahihi lakini pia Sharifa B Nyanga, mkurugenzi wa mawasiliano. Rais Ikulu ndiye ambaye ameweka saini hiyo. Huu ni mwisho wa nukuu ya teuzi ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambao umefanyika siku hii ya leo Ikulu jijini Dar es Salaam. Bila shaka teuzi zote tayari, mpenzi mtazamaji wa Mega Media Tanzania, bila shaka umezisikia na umezielewa kwa undani kabisa. Pia unaweza kutuachia maoni yako. Je, una maoni gani kuhusu uteuzi na utenguzi huu uliofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan? Je, unadhani uteuzi utaleta mabadiliko chanya au utaleta mabadiliko yapi? Hii ni Mega Media Tanzania, your perfect choice, chaguo lako lililo sahihi sana. Mimi ni Balama TZ, Balama Tanzania, ambaye nimekusomea taarifa hiyo moja kwa moja kutoka Makumbusho jijini Dar es Salaam, na kutakia usiku mwema. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Let's call a day.